41 mpaka 44. Luka sura ile ya 19 mstari wa 41 mpaka 44. Laiti ungalijua. Alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya aliyazungumza Yesu mwenyewe. Akiwa anatamka hivyo, wanafunzi wake wanasikia. Aliukaribia mji, akauona, akaulilia. Yesu ambaye anajua yote, anaona yote, alijua kwa habari ya mambo ambayo yanakuja katika mji ule uliokuwa mbele yake. Ulikuwa ni mji ambao ndani yake wako watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Kila kitu kilikuwa kinaonekana kipo sawa. Watu walikuwa na amani kama wakati mwingine wowote ule. Kila kitu kilikuwa vizuri. Lakini Yesu ambaye anaona yaliyo mbele, yatakayotokea mbele, ambaye anajua yote, akaona yale ambayo yanaujia ule mji, akaulilia. Aliulilia mji ule, aliwaona watu wa mji ule pamoja na viongozi wake ambao aliwapelekea ujumbe. Kuna neno alilipeleka pale katikati yao katika ule mji, lakini watu wale hawakuamini, wakamkataa Yesu, wakalikataa na neno lake. Hawakumwamini wala hawakumsikiliza. Kwa sababu hiyo alilia kwa uchungu kwa ajili ya watu wale, kwani alijua muda sio mrefu, muda mfupi ujao, kuna mambo mabaya ambayo yanakwenda kutokea katika mji ule. Lakini sio hilo tu. Katika kulia kwake akasema kama watu hao wangalijua kwamba hayo ndiyo yaliyokuwa majira yao ya kutafuta amani, hayo ndiyo yalikuwa majira yao ya kuomba ili waweze kuwa na amani, ndio wakati wa kutengeneza na Mungu, kwani kulikuwa na mabaya yaliyokuwa yamekusudiwa yanakuja mbele yao, lakini hawakuelewa lolote, hawakutambua majira ya kujiliwa kwao, hawakujua. Sura ya 43 na 44 nasema, kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili ambalo Yesu alikuwa amelitamka wakati huo, akiulilia mji ule na watu wake ambao walikuwa wanajiona wako salama kabisa, wako vizuri, hakuna tatizo. Lakini yeye kwa kuwa alijua mambo yanayokuja, alijaribu kusema nao watu wale. Si kwamba aliwalilia tu, hapana, alisema nao. Watu wale hawakuamini, hawakusadiki, alisema nao. Mungu huwa anasema, lakini mara nyingi watu wanakuwa wasadiki mpaka watakapoona lile lililonenwa limetokea,
ndipo sasa wanapokuwa wanaamini. Hivi ndivyo ilivyo hata kwetu sisi leo. Yesu huwa anasema nasi. Bwana Yesu asifiwe. Huwa anasema, lakini kama ilivyokuwa nyakati hizo na majira yaliyopita, kwamba watu walikuwa hawaamini, watu hawasadiki, watu hawasikii. Jambo lilo hilo ndilo ambalo linatokea hata majira haya tulio nayo kwetu. Tumekuwa ni watu ambao hatutambui majira ya kujiliwa kwetu. Hebu angalia Wakorinto wa pili sura ya 5. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 19 mpaka mstari wa 20. Wakorinto wa pili sura ile ya 15, sura ya 5 mstari wa 19 mpaka mstari wa 20. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Wakati huu tulio nao, kama jinsi ambavyo Kristo aliulilia ule mji, kama alivyowaendea wale watu akawaeleza, akitafuta au akiwa na haja kuwapatanisha wale watu na Mungu ili asiwahesabie makosa yao. Sasa ametie ndani yetu neno la upatanisho. Amen. Mstari wa 20. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Twaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Sisi wakati huu tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, ni wajumbe kwa ajili ya Mungu, tukitafuta kuupatanisha ulimwengu na Mungu, kuwapatanisha Watanzania na Mungu. Mungu ananena kwa vinywa vyetu wakati huu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwa anatuma watumishi wake wapate kunena na watu kwa ajili ya upatanisho. Maana hakuna amani kwa wabaya, hakuna amani kwa watu waovu. Kwa hiyo ili mabaya yasitokee, Mungu atawasihi watu kupitia vinywa vya watumishi wake, ili kwamba watu hao wapatanishwe na Mungu, mabaya yasitokee. Lakini Yesu anasema nini? Luka sura ya 7 mstari ule wa 31 mpaka 32. Luka 7:31 mpaka 32. Bwana akasema, niwafananishe na nini watu wa kizazi hiki? Nao wamefanana na nini? Wamefanana na watoto walioketi sokoni na kuitana wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia. Asema nikifananisha na nini kizazi hiki ambacho hakisikii, ambacho hakielewi, ambacho hakitaki kuyatambua majira na wakati. Kwa hiyo hata wakati huu Yesu anaulilia mji, Yesu anaililia nchi. Asema laiti mngalijua, Watanzania, laiti mngalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Bwana Yesu asifiwe. Yamefichwa machoni petu, hatujui. Lakini katika kutokujua, kama tungaliweza kuwasikia,
watumishi wa Mungu, wajumbe wa Mungu kwa ajili ya Kristo, ambao wanasihi kwa vinywa vyao kwa ajili ya Kristo, watu wangalielewa, watu wangalikubali kupatanishwa na Mungu. Amen. Hakuna namna ya uponyaji ambao unaweza kuja kwa mtu pale ambapo unaona kwamba kuna kuachwa na Mungu, kuna mabaya yameachiliwa. Jambo la kwanza kabisa la kufanya ni kukimbia na kupatanishwa na huyo Mungu. Huo ndio usalama. Hapo ndipo utabaki kuwa salama. Lakini kama utaanza kuimba nyimbo zako kwa kanuni zako na mashauri yako, unataka namna yako mwenyewe, itakugharimu. Unaweza kuwa na maneno mazuri sana, unaweza kuwa na nyimbo mzuri sana, lakini hazina nguvu ya kubadilisha mambo, hazina nguvu ya kubadilisha mambo mabaya yaliyokusudiwa katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Niwafanishe na nini watu wa kizazi hiki? Ni kweli, watu wa kizazi hiki wafananishwa na nini? Wamefanana na watoto walioketi sokoni na kuitana wakisema, tuliwapigie filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia. Inaonekana kama ni mchezo tu, ni kama hakuna kinachoendelea. Watu wa Mungu, Bwana anasihi kwa vinywa vyetu. Amen. Mungu ananena kwa vinywa vyetu sisi kwamba kwa ajili ya Kristo sisi tuwe mstari wa mbele kuipatanisha nchi hii na Mungu. Hakuna uponyaji mwingine ambao tunautafuta hapo. Hakuna ujanja katika hili. Kila mtu anakuambia mimi sikujua, mimi sikutegemea, yaani usingedhani. Yaani sasa kama wote hatukujua, hivi ni kweli kwamba hakuna aliyejua? Yesu alijua juu ya mji huu, akauona mji akaulilia, akasema laiti mngalijua yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yamefichwa, uyajui. Lakini kama ungalijua usingekuwa hivyo ulivyo. Kama mtu angalijua saa mwivi atakapokuja kuivunja nyumba yake ili aibiwe, maana tunasema kwamba mtu huyo angalikesha, si ndio? Angalijua saa ambayo mwivi anakuja, huyo mtu angalikesha. Lakini kwa sababu mtu hajui si kuna saa mwivi atakapokuja, hiyo ndio inaitwa saa ya kujiliwa, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Hivyo ndivyo inakuwa. Lakini huyu Mungu huwa haachi kutoa taarifa mapema sana juu ya saa na wakati wa kujiliwa kwetu ili tujiandae. Yeye anachofanya, analeta neno la upatanisho, kwa sababu kujiliwa kunakuja pale ambapo mwanadamu amekwenda mbali na Mungu. Kwa hiyo Mungu atakachofanya ni kuwatuma wajumbe wake ambao wataleta neno la upatanisho, ambalo wengi wanakuwa walikubali, wengi hawataki, wengi hawako tayari. Yeremia sura ile ya 7 mstari 23 mpaka 27.
Yeremia sura ya 7 mstari wa 23 mpaka mstari ule wa 27. Lakini naliwaamuru neno hili nikisema, sikilizeni sauti yangu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Mkaende katika njia ile yote nitakayoamuru, mpate kufanikiwa. Lakini hawakusikiliza wala kutega sikio lao, bali walikwenda kwa mashauri yao wenyewe na kwa ushupavu wa mioyo yao mibaya, wakaenda nyuma wala si mbele. Tokea siku ile baba zenu walipotoka katika nchi ya Misri hata leo, nimewatuma watumishi wangu wote manabii kwenu ninyi, nikiamka mapema kila siku na kuwatuma, lakini hawakunisikiliza wala kutega sikio lao, bali walifanya shingo yao kuwa ngumu, walitenda mabaya kuliko baba zao. Nawe utawaambia maneno hayo yote, lakini hawatakusikiliza. Nawe utawaita, lakini hawatakuitikia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anayejua yote anatueleza hapo jinsi ambavyo yeye ni Mungu ambaye anataka sisi tuwe watu wake, lakini tuende katika njia ile yote ambayo ametuamuru tupate kufanikiwa. Lakini sivyo watu walivyo. Wachache sana watakuwa tayari, wengi hawatasikiliza, watafata mashauri yao wenyewe, watakuwa na ushupavu wa mioyo yao mibaya, watakwenda nyuma wala si mbele. Yaani watafanya mabaya zaidi kuliko hata yale ya mwanzo. Sio hilo tu, asema utawaambia maneno haya yote, lakini hawatakusikiliza. Nawe utawaita, lakini hawatakuitikia. Huu ndio ukweli, kwamba tunapiga kelele kwamba kama tunataka kupona, tunachotakiwa kufanya ni sisi kama taifa lazima tuwe tayari kuomba, tumrudie Mungu wetu, tutubu maovu yetu. Usianze kujihesabia haki. Haya yanakuja kutokana na mambo yaliyotokea muda mrefu sana, huenda hata kabla sisi hatuja kuwako. Hayo yote yamekuja mpaka kizazi chetu hichi hapa. Wote tunaonekana ni watu ambao hatutaki kumsikiliza Mungu wala kuziendea njia zake, wakati yeye ana mpango na wewe, ana mpango na taifa hili. Mungu hata nyamaza kimya, atakuja kwa njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Atakuja kwa njia nyingine, na anajua kwa njia hiyo watu sasa watakuwa tayari kusikiliza. Kwa njia hiyo watu sasa watakuwa tayari kufanya kile ambacho Mungu anataka tufanye. Katika kitabu kile cha Waebrania, sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 3. Waebrania 2 sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 3. Kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia? Tutapataje kupona ikiwa lile neno lilinenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki?
sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao Mungu ananena na sisi? Ananena na sisi, tutapataje kupona? Maana uko ujumbe ambao Mungu anautuma kwetu. Tusipojali tutaponaje? Kuna namna ya sisi kupona kwa njia zetu wenyewe, kwa mashauri yetu wenyewe? Kitabu kile cha Yoeli, sura ile ya pili mstari ule wa 12. Yoeli mstari wa 12 mpaka mstari wa 16. Yoeli sura ya pili mstari wa 12 mpaka mstari wa 16. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kukombolea. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Sura 14. Ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake? Naam, sadaka ya unga, sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Sura 15. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Ili watu wafanye nini? Wapate kumrudia Bwana kwa kufunga na kulia na kukombolea. Maana yeye amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Tena ni nani ajuaye kwamba hatarudi kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo ambalo linapaswa kufanyika. Kwa hiyo mimi nikwambie, jambo lolote lile linapotokea hapa duniani huwa linatazamwa kwa namna mbili. Huwa linatazamwa kwa macho ya nyama, kwa watu wale ambao ni binadamu wa kawaida, ambao hawamjui Mungu. Wataliangalia hilo katika mwili, lakini pia yote yanayotokea yanatazamwa pia kwa namna ya pili, kwa namna ya rohoni, tukiwa tunajua kwamba chanzo chake kinatokea katika roho, katika ulimwengu wa roho. Na mtu yeyote yule wa Mungu ambaye amezaliwa mara ya pili katika roho, anamwabudu Mungu aliye roho na kweli, anaenenda katika roho, anaona katika roho, huyu mtu atayaangalia mambo kwa namna na kwa jinsi ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunajua katika mambo yote yanayotokea chanzo chake ni katika roho, sio katika macho ya mwilini au katika namna ya mwilini. Sasa watu wa dunia hii wao wataangalia mambo kwa namna ya rohoni, kwa namna ya mwilini. Watakuwa wanayajadili katika mwili, watakuwa wanaangalia vyanzo katika mwili, watakuwa wanatafuta sababu katika mwili.
lakini mtu wa rohoni anajua haya yote chanzo chake ni katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu ambalo liko chini ya Roho Mtakatifu litakuwa linaangalia mambo haya katika roho, alafu baadaye katika mwili, tukiwa tunatambua kwamba yale yanayoonekana leo katika mwili ni matokeo ambayo yalishatengenezwa yakawa tayari, na yalipokomaa ndipo yalipodhihirika katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana watu wa rohoni ndio ambao wanakuwa na majibu wakati matatizo yanapotokea. Majibu wanakuwa nayo watu wa rohoni, kwa sababu wao ndio ambao wanaweza wakashughulika na chanzo, au wanaweza wakazuia katika vyanzo vile vya kiroho vinavyoleta matokeo yanayoonekana katika mwili. Kanisa, tukijua kwamba ni kanisa la rohoni, sisi hatuenendi kwa mwili, tunaenenda kwa roho. Na kama tunaenenda kwa roho, tunajua haya yote yanayotokea Mungu anayaona, anayajua, wala sio bahati mbaya kama sisi tunavyosema, unajua hatukutegemea, yaani sijui ilikuwaje kuwaje, sijui nani alisema nini. Hizo zote ni sababu za kimwili, hazina sehemu kabisa kwa mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema tumepewa funguo, uwezo kufunga na kufungua, kwamba lolote lile ambalo tutalifunga chini duniani litafungwa juu mbinguni, na lile ambalo tutalifungua chini duniani litafunguliwa pia juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haiwezi kulishinda kanisa. Lakini kanisa leo linaweza likashindwa kama limetoka nje ya kanuni za kiroho. Tashindwa, adui atashindwa. Na ndivyo ilivyo mambo mengi yanayotokea leo, ni dalili ya kwamba kanisa linashindwa kwa sababu halijasimama katika nafasi yake. Na Mungu hata nyamaza kimya kwa sababu kanisa limenyamaza, kanisa limekengeuka. Mungu hata nyamaza. Kwa hiyo kuna namna nyingine ambayo Mungu anaweza kuitumia kwa ajili ya kuliamsha kanisa lake, na tufike mahali sisi tunashangaa kwa nini haya yametokea, sisi tulikuwa wapi? Lakini kumbe hatukusimama katika nafasi yetu kama walinzi wa amani ambao Mungu ametuweka katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno hili linatuhusu. Bwana asema, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea, yaani kuomboleza. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu. Na hili sio swala la kanisa tu, ni taifa. Maana yale ambayo yanatokea yanakuwa ni maafa juu ya taifa. Pigeni tarumbeta. Kupiga tarumbeta ni kupiga kelele juu ya jambo hili. Tarumbeta inasikika mbali, watu wengi wanasikia lile ambalo linazungumzwa kwa namna ya kupiga tarumbeta. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu.
kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko. Watu hawataki kukusanywa, watu hawataki kusikia. Tukiambia tukusanyike basi tuombe, watu hawakusanyiki. Sasa hapo ndio unajua kwamba mabaya yamekusudiwa. Haikuwa hivyo Ninawi. Ninawi ilikuwa ni tofauti sana. Yona alipoingia Ninawi, tena kabla hakujawa na dalili ya jambo lolote lile lililo baya, ni Yona tu ameingia pale Ninawi, anapiga kelele, Ninawi itaangamia. Baada ya siku 40 Ninawi inakwenda kuangamia. Na watu walipoangalia wakaona kweli ni watu ambao wamebobea katika maovu, wamemwacha Mungu mbali sana. Mfalme wa Ninawi yeye naye akaanza kuhubiri, akaanza kupiga kelele kama Yona alivyokuwa anapiga kelele. Yeye naye akaanza kuwapigia kelele watu wake kwamba ni kweli lazima tufunge na kuomba. Kitabu kile cha Yona, kitabu cha Yona sura la 3. Yona sura la 3, utaweza kuona hapo maneno haya. Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukaihubiri habari niliyokuamuru. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku 3. Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku 1, akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Basi watu wa Ninawi, mstari wa 5, basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo tofauti iliyokuwako Ninawi na tofauti iliyoko Tanzania leo. Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Mstari wa 6, habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu, naye akapiga mbiu. Mfalme sasa na yeye anapiga mbiu ya kwake, naye akapiga mbiu, akatangaza habari katika mji wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema, mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala makundi ya ng'ombe, wala makundi ya kondoo, wasile wala wasinywe maji, bali na wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, nao wakamlilie Mungu kwa nguvu. Wakafanye nini? Wakafanye nini? Wakamlilie Mungu kwa nguvu, jambo ambalo leo Watanzania linatushinda. Wakamlilie Mungu kwa nguvu, naam, na wageuke kila mtu akaache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwake. Sio tu swala la kumlilia Mungu kwa nguvu, pamoja na kuacha njia mbaya, kuacha uovu na udhalimu ulio mikononi mwetu. Huyo ni mfalme anaeleza hivyo, ni mfalme, sio Yona hapo, ni mfalme. Ni nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali ili msiangamizwe? Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akagairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wito ulioko, watu wamgeukie Mungu, watu wamlilie Mungu kwa nguvu,
watu waziache njia zao mbaya na udhalimu uliomo mikononi mwao. Lakini pia tunaloliona kwa Ninawi halikumuhusu tu mtu mmoja au watu wawili. Taifa lote lilihusika, mfalme na watu wake walihusika. Mungu akaona ya kuwa matendo yao watu wale yamebadilika, yamekuwa mazuri, yeye naye akaacha. Lakini nasema hivi, namna yoyote ile ya kuupatia nafasi upagani na kuona kwamba maneno haya hayana maana, hayana faida, sasa matokeo yake atakapokuja, watu kwa kutokujua kwamba haya ni mambo ya rohoni, unaanza kumtafuta mbaya, unaanza kutafuta mchawi. Mchawi ni nani? Mbaya ni nani? Huyo ni mjumbe tu aliyeachiliwa, ametumwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mmoja Mungu alimwachilia simba akamrarua mtu wa Mungu. Alikuwa ni mjumbe tu, ametumwa yule. Yule mtu ameambiwa, nenda katekeleze jambo hili, usile, usinywe, wala usirudie kwa njia hiyo. Yule akaenda akafanya kama alivyoagizwa. Wakati anaondoka, akatokea mtu mwingine akasema, mimi nami ni nabii, Mungu amenituma kwamba urudi, twende ukale na kunywa nyumbani kwangu, mimi nami ni nabii. Asilishikilie lile neno aliloambiwa na Mungu. Huyu akageuka, akarudi mjini, akala akanywa, alafu akaanza tena safari ya kurudi, akiwa amempanda punda wake. Akiwa njiani, akiwa juu ya punda, akakutana na simba. Simba badala ya kumla punda, simba akamfuata aliye juu ya punda, akamuua, na punda hakushughulika naye, maana yeye alikuwa ni mjumbe tu, amefanya liloagizwa kwamba wewe usishughulike na punda, shughulika na huyu nabii aliyekwenda kinyume. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule simba angalikuwa ni mwanadamu, watu wangenyoshia vidole, si ndio? Wangesema fulani kaua, yaani huyu mtu. Sasa watu walipopita njiani wakashangaa, wakamwona simba amekaa pembeni, nabii amekufa, na punda amekaa pale, wala hana tatizo lolote. Watu wakasema hii sio kawaida. Yaani simba, mtu kafa, punda yuko hapa hana jeraha. Wakajua hapa kuna sababu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, Mungu akiruhusu jambo litokee, watu wa mwilini lazima mtaanza kukamatana, mtaanza kukamatana. Lakini hata mkifanya hivyo, hilo silo jawabu. Mungu anachotaka watu warudi kwake, watu warudi kwake, waache maovu yao, watu warudi kwake, waache njia zao mbaya, watu wakamlilie Mungu kwa nguvu kwamba ni kweli tumetenda uovu. Ni nani leo ambaye anaweza kakataa kwamba Watanzania hatujafanya dhambi mbele za Mungu? Yuko mwenye ujasiri wa namna hiyo? Sasa kama ilivyokuwa nyakati za zamani kwamba Mungu alituma watumishi wake, alituma malaika, akatuma manabii. Kwa maana ikiwa lile neno lililonena na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Maana Mungu ametuletea wokovu, Mungu ametueleza ni jambo gani la kufanya. Sasa ni juu yetu kushupaza shingo zetu au
tukageuka kama walivyogeuka watu wa Ninawi wakapona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mmoja Mungu akatuma malaika Sodoma na Gomora, akamshika Lutu na nyumba yake, akawatoa nje ya mji, akasema jiponye nafsi yako. Maana Lutu baada ya kupewa zile taarifa akawa na hangaika, anataka watu wote wa Sodoma na Gomora waondoke. Yaani malaika kabisa, nimewaacha nyumbani, wako ndani mle, wamenieleza kila kitu. Jamani, hebu tuondokeni hapa, huu mji Mungu ametuma wajumbe wake, malaika wake, panataka kuharibiwa mahali hapa. Mungu anataka kuuteketeza na kuangamiza huu mji. Akawa kama achezae, watu hawamwelewi. Naona jambo hilo ni kama nyakati sisi tulizo nazo. Ukieleza hivi unakuwa ni kama uchezae, hakuna mtu anayeelewa. Mwisho wa siku malaika wakamwona huyu Lutu anapoteza muda, wakamwambia wewe, muda unaisha, jiponye nafsi yako, usije ukaangamia pamoja na waovu kwenye mji huu. Wakamshika mkono wakamburuza, maana yeye naye kawa anaonekana kama haelewi. Wakamshika mkono wakamtoa nje mji, usigeuke nyuma, nenda, jiponye nafsi yako, jiponye nafsi yako. Usidhani kwamba watu wote wataelewa, watu wote, lakini wewe ambaye Mungu amekufunulia neno hili, jiponye nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Tutaomba, tutaiombea nchi hii, lakini je, tutapata neema kama uliopata Ninawi? Ninawi walipata neema, watu wote, mji wote ukageuka, mfalme wao akageuka, kila mtu akageuka na wanyama wao. Tutapata neema hiyo Tanzania? Bwana alisaidie taifa hili. Bwana awasaidie watu wetu. Bwana atusaidie katika jina la Yesu. Bwana alisaidie na kanisa lake katika jina la Yesu. Jiponye nafsi yako, jiponye nafsi yako. Hebu waza, je, ingalikuwa ni wakati huu Bwana ameshuka sasa, anataka kulinyakua kanisa katika mazingira haya tulio nayo, nafasi yako ingekuwa wapi? George mwenyewe. Kama haya yote yanayotokea ni kwa kusudi la Mungu kulitakasa kanisa lake, alinyakue liondoke, nafasi yako iko wapi? Unaondoka au namna gani? Maana maandiko yanasema kwamba litakaseni kusanyiko. Litakaseni kusanyiko. Tunaagizwa hivyo katika Yoeli kwamba kusanyiko na liwe safi. Wewe uko wapi? Uko safi? Maana ni swala la mtu binafsi hili. Uko safi kwa ajili ya kuondoka? Uko tayari kwa unyakuo? Sisemi kwamba kuna unyakuo unakuja, lakini tumeliweka hilo kwamba Mungu anasema litakaseni kusanyiko tupate kupona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Laiti tungalijua katika siku hii ya pasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako, yamefichwa machoni petu wa Tanzania, yamefichwa. Heri yako wewe ambaye umelisikia neno hili. Ni mambo yaliyofichwa,
na usitake kuyajua. Wewe fanyia kazi tu lile ambalo Mungu amenena na wewe. Usitake kujua kwamba hicho kilichofichwa ni nini, kuna nini huko, lakini fanyia kazi lile ambalo litakuponya. Fanyia kazi lile ambalo litatuponya kama taifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Laiti ungalijua mahali pale uliposimama juu. Simama juu. Njoo mbele za Bwana, mshukuru Mungu. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya neno hili. Yako mambo mengi ambayo tuyajui, lakini wewe unayajua. Yako ambayo yanakwenda kutokea mbele yetu, lakini sasa yamefichwa machoni petu. Wewe Bwana unajua yote, maana uliulilia ule mji. Uliulilia ule mji na ukasema siku zinakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Bwana atusaidie tutambue majira ya kujiliwa kwetu kabla hajafika, katika jina la Yesu. Paza sauti yako, mwombe Mungu. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya neno hili, maana yako mambo nisiyoyajua. Maana majira yanaweza kuja nisijue wakati wa kujiliwa kwangu. Wewe uliulilie mji, uliulilie mji, maana uliona mambo yanayokuja mbele. Bwana, hatukujua hata sasa hatujui mambo yanayokuja mbele yetu, hatujui, lakini twende katika lile ambalo Mungu ametuagiza, tukairarue mioyo yetu, tukamlilie Mungu kwa nguvu, tumrudie Mungu wetu atusamehe. Uko uovu unaofanyika ambao wewe hujui. Kuna uovu unaoujua kwa sababu mwenyewe unashiriki, lakini kuna uovu mwingine hujui ambao watu wengine wanaofanya. Wako watu wanaokula nyama za watu, wako watu wanaokunywa damu za watu, wako watu ambao wanafanya kila aina ya uchafu na udhalimu. Hayo yote yamefika mbele za Bwana. Hatuwezi kuona mema. Hakuna amani kwa wabaya. Isaya 57:21. Hakuna amani kwa wabaya. Tunaililia amani, lakini amani ya Mungu inakuja kwa watu walio wenye haki, kwa watu wema, kwa watu wenye kusikia maagizo yake. Hakuna amani kwa watu wabaya. Paza sauti yako, mwombe Mungu, mwambie Bwana kusaidie, ukusudie kuacha ubaya na uovu na udhalimu na kugeuka, uziache njia zako mbaya. Omba, mwambie Bwana, umenena nami siku ya leo, nisaidie. Tapataje kupona? Tapataje kupona usipojali wokovu mkuu namna hii ambao Mungu ananena nasi?